kabla ya wewe kuamini kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya, unatakiwa uamini kwanza yeye ni nani. Kwa imani yako kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya inatokana na imani yako kwenye yeye ni nani. Kwamba yeye nani? Kwamba yeye ndiye Kristo, mfalme, Bwana juu ya wote wenye mwili. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu. Tuko katika wiki ya 3. Somo linasema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini, ama ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuyajua na kuyaamini kuhusu Yesu Kristo, na hivyo kuhakikisha kwamba imani yetu ni thabiti. Tumekuwa tukichambua, tukiangalia kwamba alikuja kufanya nini, ama alifanya nini, ama alikuja kufanya nini, na tumeangalia mambo mazuri kabisa. Na leo ni kipindi chetu cha 4. Tutaendelea. Tulikuwa tunachambua kwamba anasema kwa kusudi la kutangaza habari njema, ujio wa habari njema, ufalme wa Mungu alikuja duniani, alitumwa. Kwa kusudi la kuwa mfalme alizaliwa duniani, kwa kusudi la kuwa mfalme alikuja duniani. Kwa hiyo tutaendelea kuchambua hapo na kuangalia mambo kadhaa. Sasa nikukumbushe tu kwamba kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka tupige hatua sasa, lakini ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kuhamasisha wengine kusikiliza vipindi vya neema na kweli. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ni kufanya kila mtu kuwa mwanafunzi wake. Kwa hiyo nakupa hongera sana, 1 kukubali kuwa mwanafunzi wake, lakini 2 kwa kuchukua hatua pia kuhakikisha wengine nao wanakuwa wanafunzi wa Kristo. Baada ya kusema hayo, napenda nimshukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapofanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso 1:17 na Wakolosai 1:9. Mwisho, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Hamna kitu kizuri kama kuweza kubadilisha maisha ya mtu kutokea ndani mwake, na haswa kumbadilisha awe kama vile ambavyo Mungu amekusudia. Kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba umekuwa ni partner, unashiriki na Mungu, mtendakazi pamoja na Mungu katika shamba lake. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana sana. Baraka na neema Bwana wetu Yesu Kristo zidishwe kwako milele na milele. Amen. Baada ya kusema hayo rafiki, tulikuwa tuko katika, nataka tena moja kwa moja kwenye Marko 1:14. Marko 1:14. Kama hujasikiliza vipindi vitatu vya nyuma vya wiki hii, sikiliza, na kama hujasikiliza vya vile wiki mbili pia fanya namna hiyo. Kwa hiyo kwenye Marko 1:14 tulikuwa tunaangalia katika Luka mlango wa 4 mstari wa 43, Bwana Yesu anasema kwa kusudi la kuja kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu alitumwa. Katumwa na nani? Katumwa na Mungu Baba. Na kwa maana hiyo kwenye Marko 1:14-15 anasema hivi: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri ama akitangaza habari njema ya Mungu. Sasa hii habari njema ya Mungu inahusu nini? Akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, actually umefika, tubuni na kuiamini injili. Sasa yako mambo kadhaa, of course kama kuhusiana na wakati umetimia nilichambua nikaionyesha kutoka kwenye kitabu cha Danieli. Nadhani hiyo imekaa sawa. Na of course nilikwambia tutaenda kwenye Wagalatia pia, kwamba Wagalatia 4 ukisoma anasema wakati ulipotimia Mungu alimtuma mwanae aliyezaliwa na mwanamke
aliye chini ya sheria, ili awakomboe hao waliokuwa katika torati, katika sheria, ili wapate hali ya kuwa wana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, kumbuka unaposoma Biblia hasa Luka mlango wa 3 inapozungumzia kizazi cha Kristo, inaenda ikiorodhesha baadaye mwisho kule mstari wa Luka 3:38 anasema na Adamu mwana wa Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba alikuja kuturudisha tupate kuwa wana wa Mungu. Hilo nadhani limekaa sawa. Sasa turudi hapa kwenye Marko 1:14-15. Anasema hasa mstari wa 15, anatangaza habari njema ya Mungu. Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia ama umefika, tubuni na kuiamini Injili. Sasa nataka nizungumze kitu kimoja hapa kuhusu kuamini. Maana anasema tubu, badilisha namna unavyofikiri, alafu uamini katika habari njema. Na hii habari njema ni habari ya Mungu, habari ya ufalme wa Mungu, kwamba amini katika ufalme wa Mungu. Ndicho anachosema. Kwamba nini? Kwamba mmoja, ufalme wa Mungu umefika, na kama ufalme wa Mungu umefika, sasa nina uhakika wa mapenzi ya Mungu kutimizwa katika maisha yangu. Maana kumbuka, ufalme wa Mungu unatawala vitu ngapi? Unatawala vitu vyote. Lakini pia katika ukisoma kwenye Mathayo 6:9-10, wanafunzi waambia wanasi tufundishe kusali, kuomba. Anasema mnaposali salini, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Kwa kazi, jukumu la ufalme wa Mungu ni kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa hapa duniani. Kwa kama ufalme wa Mungu umefika, maana yake ni kwamba mapenzi ya Mungu yataanza kutimizwa hapa duniani. Ama kwa lugha nyingine, popote ambapo ufalme wa Mungu unatokeza, basi tunatakiwa tu na ujasiri na uhakika kwamba mapenzi ya Mungu yatatimizwa. Sasa nitarudi hapo, lakini nataka tena kwenye hichi kipengele kwamba kuamini Injili. Kuamini Injili. Sasa kumbuka kwenye Yohana 18:37 Bwana Yesu anasema kwamba kwa kusudi la kuwa mfalme amezaliwa hapa duniani, kwa kusudi la kuwa mfalme amekuja duniani ili aishuhudie kweli, na kila aliye wa hiyo kweli usikie sauti yangu. Ili aishuhudie kweli. Sasa kama amekuja kushuhudia kweli, basi ni dhahiri kuna uongo ambao upo, amekuja kuupangua. Kipindi ambacho tunahitaji kusikia kweli mara nyingi ni pale ambapo kuna uongo ambao umesemwa. Kwa hiyo tunataka kujua ukweli ni nini. Kwa hiyo fact kwamba anasema nimekuja kuishuhudia kweli, maana yake kwamba kuna uongo. Sasa lakini pia naleta issue nyingine moja, kwamba huu uongo ulikuwa na madhara gani? Huu uongo ulikuwa na madhara gani? Kwa hiyo moja kwa moja nataka tuenda haraka Yohana 8:44. Unakumbuka Yohana 8:44? Hapa Bwana Yesu anabishana na Wayahudi waliomwamini. Mstari wa 44 anasema hivi, Bwana Yesu anawaambia, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Kwa swali la kwanza linakuja kwamba kuna vitu viwili tunataka tujiulize. Huu uongo ni upi? Na mara ya kwanza uongo ulitajwa wapi? Na ulipotajwa madhara yake yalikuwa ni nini? Kwa kuwa anazungumzia Ibilisi kwamba ni muuaji tangu mwanzo, na asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe. Mara ya kwanza uongo unatajwa, unazungumzwa, tunaona katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Mwanzo mlango wa 2. Tutasoma mstari wa 15 hadi 17. Alafu baadaye tutaenda mlango wa 3. Anasema hivi, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa kitu cha kwanza nataka uone kwamba Adamu hapa wakati anapewa haya maelekezo, mwanamke hajaumbwa bado. Mwanamke alikuwa hajaumbwa bado, baada hajachukuliwa kutoka katika ubavu wa Adamu. Hilo la kwanza. La pili, kwa vijana wapendwa ambao mnanisikiliza, Adamu alipewa kazi kwanza, ndo akapewa mke.
Sasa ninyi mnakimbilia kutafuta mke wakati hamna kazi. Huo sio utaratibu wa Mungu. Kazi kwanza, alafu mke baadaye. Hilo nimesema niliseme. Maana yake vijana wakipendwa nao. Anyway. Sasa nataka ukiona ni ule mstari wa 17. Anasema walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakayokula matunda ya mti utakufa hakika. Kwa hiyo Mungu anamwambia Adamu, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, siku utakayokula utakufa hakika. Shika hilo. Sasa tuende kwenye mlango wa 3. Kwenye mlango wa 3 tukianza mstari wa 1 mpaka wa 4 tunaambiwa hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? 2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Naona? Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Sasa kuna kitu angalia mstari wa 2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Okay, katikati ya bustani kuna matunda gani? Maana na swali nataka tujiulize, kuna matunda gani? Okay. Ili kwa sababu tuna muda turudi mlango wa 2. Tasoma mstari ule wa 8. Anasema Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Naona? Kwa hiyo ina maana katikati ya bustani kuna miti miwili, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa sikia jibu la mwanamke, mstari wa 2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. 3. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Hii ikiwa ni maana anajumlisha pia na matunda ya uzima kwamba waambiwa wasile. Kwa hiyo inawezekana hata Eva alikuwa hajui mti gani. Anyway, hiyo tu ya siku nyingine. 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Sasa nachotaka ukione ni kitu hichi rafiki. Mungu amesema mkila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa hakika. Nyoka anasema hamtakufa hakika. Tuko sawa? Mkila mtakufa hakika. Nyoka anasema mkila hamtakufa hakika. Kwa hiyo Eva ama mwanamke anatakiwa afanye maamuzi kati ya Mungu na nyoka, yani ibilisi. Anamwamini nani? Nani anasema ukweli hapa? Mungu amesema mkila mtakufa hakika. Shetani anasema mkila hamtakufa hakika. Kwa lazima kuna mmoja anasema ukweli, alafu na mwingine anasema uongo. Mmoja anasema ukweli, mwingine anasema uongo. Mmoja anasema uongo. Kwa hiyo swali linakuja, kati ya Mungu na shetani kwa maana ya nyoka, nani anasema ukweli, nani anasema uongo? Mwanamke anatakiwa achague. Sasa mstari wa 5 anasema, nitarudia 4 na 5 tena. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa sababu Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa macho, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Kumbuka, hoja haikuwa kwamba Mungu amemwambia msile kwa sababu hataki wapate ujuzi wa mema na mabaya. Hoja ilikuwa ni kwamba mkila mtakufa hakika. Shetani anasema mkila hamtakufa hakika, bali mtakuwa mkijua mema na mabaya kama Mungu. Azifu Mungu amewanyima hichi kitu kizuri cha kujua mema na mabaya. Sijui unanielewa? Unaweza usilione, lakini ngoja nigusie kidogo, muda unaniruhusu.
Kumbuka, Mungu alivyoumba, kila kitu alichokiumba kilikuwa ni chema. Kilikuwa ni chema, yani good. Kiswahili ni kigumu sana, maana Kiswahili inatumia chema, vyema, mema, njema, ambalo kwenye Kiingereza ni neno moja tu, good. Kwa hiyo ujuzi wa mambo mema Adam na Eva walikuwa nao, kwa sababu kila kitu ambacho Bwana Mungu alikuwa amekiumba kilikuwa ni chema. It was good. Kitu pekee ambacho walikuwa hawana, ujuzi pekee ambao walikuwa hawana ujuzi wa maovu, ujuzi wa mabaya. Naona? Sasa kujua mema na kujua mambo mabaya sio kitu kizuri. Nitakupa mfano. Kwa mfano, ukienda kwa Msabato. Msabato anaamini kula nguruwe ni dhambi. Wakristo wengine wanaamini kula nguruwe ndo yenyewe. Mpaka wengine wamefika mahali wakatungia jina mbuzi Katoliki. Sasa tuende taratibu. Kwa nini mtu mmoja, Mkristo mmoja, aidha Mluteri, Mkatoliki, kula nguruwe kwake hapati shida, Msabato ikitokea amekula nguruwe anapata shida? Ni kwa sababu Msabato amefundishwa, ameingiziwa ujuzi kwamba kula nguruwe ni dhambi. Na huyu Mluteri, Mpentekoste, Mkatoliki ameingiziwa ujuzi kula nguruwe ni njema. Kwa huyu ambaye ameambiwa kula nguruwe ni sawa, ni vizuri, wala sio tatizo, akila hapati shida. Huyu ambaye ameambiwa kwamba akila nguruwe ni dhambi, amepewa ujuzi wa maovu, ujuzi wa mabaya, akila nguruwe dhamiri yake inaanza kumhukumu. Na dhamiri yake au moyo wake ukianza kumhukumu, kwa Kiingereza kukondem, maana yake message inatumwa kwamba kwenye moyo kwamba huu mwili unatakiwa kuadhibiwa. Ndio maana mtu anaanza kupata magonjwa. Ni muhimu sana ukalelewa hii kitu. Ndio maana Mungu alikuwa hataki hawa watu wajue ujuzi wao na ujuzi wa mabaya. Anyway, hilo la siku nyingine, nadhani mmeelewa. Sasa mwanamke aliamua nini kati ya Mungu na Shetani? Mungu amesema mkila mtakufa hakika. Shetani anasema mkila hamtakufa hakika. Kama nilivyosema, mmoja anasema ukweli, mwingine anasema uongo. Kwa hiyo tunaona mwanamke alichukua akala matunda, ikiashiria nini? Dhambi haikuwa, na nisikilize vizuri usije ukaseme kitu ambacho sijasema. Dhambi haikuwa mwanamke na mume wake kula tunda. Dhambi ilikuwa ni wao kutokumwamini Mungu, kitu ambacho kikasababisha wakala tunda. Kwa lugha nyingine, walimwamini Shetani ambaye alikuwa anasema uongo, wakaacha kumwamini Mungu aliyekuwa anasema ukweli. Nitarudia tena. Dhambi yao ilikuwa ni kumwamini Shetani anayesema uongo, alafu wakaacha kumwamini Mungu anayesema kweli. Kwa lugha nyingine, dhambi ilikuwa ni kutokuamini kweli na kuamini uongo. Kwa lugha nyingine, Eva ama mwanamke na mume wake wakasema kwamba, wakaamini moyoni mwao kwamba Mungu ni muongo. Kwa dhambi nini? Dhambi ni kuamini kuwa Mungu ni muongo. Tarudia tena. Dhambi ni kuamini kuwa Mungu ni muongo. Ndio dhambi ambayo Adamu na Eva waliifanya bustani ya Eden. Walimwamini Shetani anayesema uongo badala ya kumwamini Mungu anayesema ukweli. Na ndio maana sasa, ili kuiondoa hiyo dhambi ya kusema Mungu ni muongo, Mungu anamtuma mwanae mpendwa Yesu Kristo kuja kuishuhudia kweli kwamba ni kwamba Mungu ni kweli. Ndio maana ukienda Yohana 16 mstari wa 8 na wa 9, anasema, mstari wa 7 anasema Roho atakapokuja, mstari wa 8 anasema ataishuhudia kweli. Atauhakikishia ulimwengu, atathibitishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa kitendo cha Yesu kuja ambaye ndio kweli yenyewe. Mimi ni njia, kweli na uzima.
Tunapomwamini Yesu maana yake ni kwamba tunasema tunamwamini Mungu. Ndio maana ukienda Yohana 12 mstari wa 44, Bwana Yesu anasema aniaminie mimi haniamini mimi bali anamwamini yeye alinituma. Kwa hiyo kumwamini Yesu ni kumwamini Mungu. Kutokumwamini Yesu ni kutokumwamini Mungu. Kwa wote ambao hawamwamini Yesu bado wako kwenye dhambi ile ile ya Adamu, wanasema kwamba Mungu ni muongo. Hali kadhalika na wewe unapofika mahali una neno la Mungu upande mmoja na una milango mitano ya fahamu upande mwingine. Neno la Mungu linakuambia kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona, alafu milango mitano ya fahamu inasema wewe hujapona. Ukachagua kuamini milango mitano ya fahamu, maana yake ni kwamba unasema Mungu ni muongo. Kwa lugha nyingine umeamua kuamini uongo. Badala ya kuamini ukweli unaosemwa na Mungu, umeamua kuamini uongo unaosemwa na shetani. Sasa madhara ya uongo yalikuwa ni nini? Madhara ya uongo yalikuwa ni mauti. Kwa hiyo uongo unaleta mauti. Kwa hiyo ili Yesu aweze kuondoa hii mauti iliyoletwa na mwanadamu duniani, ilibidi aje alete kweli. Ukiamini uongo inaitwa dhambi ambayo inasababisha mauti. Ukiamini kweli inaitwa haki ambayo inasababisha uzima. Tarudia tena. Ukiamini uongo inaitwa dhambi ambayo inasababisha mauti. Ukiamini kweli, na hapa inatoka kwa Mungu, inaleta nini? Haki ambayo inasababisha uzima. Ndio maana Bwana Yesu anasema mimi ndiye njia, kweli na uzima. Kwamba nini? Kwamba tangu mwanzo Mungu alikusudia wanadamu wawe na uzima. Mungu alikusudia wanadamu waishi milele. Ndio maana akawakataza wasile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maana wakila watakufa, na yeye alikuwa hataki wafe. Kwa bahati mbaya mwanadamu akachagua kufa. Ukienda kwenye Kumbukumbu la Torati 30:19 anarudia kitu hicho. Nimeweka uzima na mauti, baraka na laana, chagua uzima. Kwa bahati mbaya Israeli wanachagua kufa. Na leo hii ametuletea Yesu Kristo. Amekuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Lakini hatumchagui Yesu, hatuchagui kumwamini, tunachagua mauti. Kwa hiyo Bwana Yesu anavyosema tubuni na kuiamini Injili, kwamba anasema hebu balisheni namna mnaofikiri na muanze kuamini kwamba Mungu anasema ukweli. Kwamba anavyosema ufalme wake umefika hapa duniani kuja kutimiza mapenzi yake. Hebu fanyeni maamuzi ya kuamini kwamba Mungu anasema ukweli, aseme uongo. Aminini kwamba mimi nimetumwa na Mungu kuja kuwaletea habari njema, kwamba ufalme uliopotea kwa sababu ya dhambi iliyoletwa duniani na Adamu, huo ufalme nimekuja kuurudisha mimi. Ufalme ambao ndo ulikuwa unamhudumia Adamu na Eva bustani ya Eden na kuwapa maisha ya baraka, huo ufalme nimekuja kuurudisha mimi. Kwa lugha nyingine nimekuja kuwarudishieni maisha ya bustani ya Eden. Lakini ili muweze kufaidi na kushiriki katika hayo maisha ya bustani ya Eden, mambo mawili makubwa yanatakiwa yafanyike. Moja, mnatakiwa mbadilishe namna ambavyo mnafikiri. Na mbili, mnatakiwa muamini katika uwepo wa ufalme wa Mungu. Muamini kuhudumiwa na ufalme wa Mungu. Muamini kuwa kila kitu chenu cha maisha kinapatikana katika ufalme wa Mungu. Kuanzia uzima wa milele, kuanzia uponyaji na afya, kuanzia ustawi na utajiri, kuanzia kila kitu kinapatikana ndani ya ufalme. Na hayo maisha ya ufalme tunayaishi hapa duniani sasa hivi. Hiyo ndio habari njema ambayo Bwana Yesu alikuja kutuletea. Sasa swali ni hili. Adamu na Eva waliamua kuamini uongo wa Ibilisi, wakaingia kwenye mauti. Wangechagua kumwamini Mungu, kweli iliyosemwa na Mungu, wangeendelea kukaa katika uzima. Wewe unaamini nini? Unaamini uongo wa Ibilisi ama unaamini kweli inayoletwa na Mungu kupitia Yesu Kristo? Unamsikiliza nani? Bwana Yesu anasema msikilize yeye mchungaji mwema ambaye amekuletea habari njema. Wakati umetimia, ufalme wa Mungu umefika. Badilisha namna unavyofikiri. Usifikiri kama mtu wa duniani. Anza kufikiri kama mtu aliyeko ndani ya ufalme wa Mungu. Anza kuamini katika ujio na uwepo wa ufalme wa Mungu sasa hivi hapa duniani. Na kwa maana hiyo tarajia kuanza kuishi maisha ya mbinguni
hapa duniani. Ndio kazi ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu umekuja katika maisha yako, umekuja hapa duniani ili kuhakikisha kwamba wewe na mimi tunaishi maisha ya mbinguni hapa duniani sasa hivi. Sasa swali ni hili. Mungu anasema chagua uzima uishi milele. Ibilisi anasema kila nafsi itaonja mauti. Wewe unamwamini nani? Unamwamini Mungu anasema chagua uzima ambaye ni Yesu Kristo uishi milele hapa duniani, ama unamwamini ibilisi anasema kila nafsi itaonja mauti? Unamwamini nani? Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati.